الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده أحسن كتب نظاما وفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان مخضوث من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبعد. Wazangu wapenzi wasikilizaji, nataka kuzungumzia ala tul dhu'fu al-jinsiyya. Nataka kuzungumzia udhaifu wa nguvu za kiume biakmalihi biijaz, kwa ukamilifu wake lakini kwa ufupi. Lakini kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi ni tabarruku na hadithi moja katika hadithi tukufu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-hadithi an-nabawi ash-sharifa. Anasema sumu tasihu, ngeni mpate afya, mpate uzima. Nasi tunasema sadaqa Rasulullah, amesema kweli mtume wa Allah. Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoziumba nafsi zetu, alivyoziumba hizi nafsi zetu, tadhawaq, ukianza kuonja chakula, kile chakula ukiingiza tumboni kinaenda sehemu kuu tatu. Sehemu ya mwanzo chakula kinaenda katika energy power, kinaingia sehemu ya kutia nguvu mwili. Chakula ni uhai, chakula kinaweka nguvu. Kwa hiyo kila chakula mwilini, hata kama umelegea unapata nguvu. Kwa hiyo muda huo huo chakula kikisafiri mwilini, mtu anapata nguvu. Utakuta hata sisi watu ambao tunafunga siku hizi 30 za mwezi, mchana kama saa hizi, ukiambiwa ukimbie ukacheze mpira itakuwa kwako kidogo ni shida. Lakini baada ya kuftari una nguvu. Na ndio maana tarawehe ikawekwa baada ya kuftari, baada ya kufungua kinywa. Sehemu ya kwanza hiyo. Sehemu ya pili, kikiingia mwilini kinachambuliwa mpaka kikaonekana kile ambacho hakihitajiki, basi ndo pale mtu hujihisi kufanya haja. Hichi kinatolewa, makapi hayana kazi, kishachambuliwa vitamini zote, kishachambuliwa protein zote, afu kinatoka nje, wanga wa aina zote ushatolewa, kinatupwa nje, hakina faida tena. Sehemu ya tatu, kinaenda kwenye reserve, katika extra tanki la ziada la kuhifadhia chakula, na hapa kinawekwa mfumo wa mafuta. Store hii kwa mwanamke ni kubwa, ina mirija mingi ya kuhifadhia chakula hicho. Kwa mwanaume ina mirija mitatu, ina mirija michache. Sasa basi, chakula hiki faida yake kusindikwa kwa mfumo wa mafuta, faida yake ni nini? Faida yake, yawezekana ukapata dharura ya safari. Ukipata dharura, chombo kikaribika siku 2 siku 3, huwezi kufa kwa njaa bila ukakaa bila kula na kunywa ukafa eti siku hiyo hiyo. Waweza ukachukua mpaka siku 5, lakini mwanamke akachukua mpaka siku 7. Wanasema wale wavuvi, chombo kikileta shida, kikaenda mrama katikati ya bahari, kikashindwa kurudi, basi wanaume wote kwa jahazi watakufa kwanza, afu baadaye ndo afe mwanamke. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea akiba kwa dharura hiyo, usife kwa njaa ya siku moja. Ndio maana tokea asubuhi mpaka sasa bado hatujafuturu, lakini hatufi kwa sababu akiba hii bado ipo. Lakini sasa saumu inaingiaje kuleta afya, kubaki na njaa? Kwa sababu hiki chakula ukila asubuhi, unaweka vitamin, unaweka wanga, unaweka protein, akiba inaenda kule. Mchana ukila unaweka akiba, usiku ukila akiba, utakachokula chochote akiba.
Sasa ukila ndani ya mwaka mzima utapata kama siku 360 hivi. Kila siku unaweka akiba, inafikia sasa hakitumiki kile, ile store inakuwa full. Ikiwa full, kile chakula, ule mzigo uliopakiwa unapenya, unatafuta sehemu ambayo si sahihi. Miongoni mwa sehemu ambayo si sahihi, kinazunguka kalbun, kinauzunguka moyo, na moyo ukianza kuzungukwa unasukuma damu sasa kwa shida. Na moyo ukisukuma kwa nguvu haurudi pale pale, huwa unatanuka. Ndio unasikia mirija ya moyo imeziba, ndio ukamsikia mtu anatafuta dawa ambazo za kuyeyusha mafuta katika moyo. Kwa hiyo moyo kuzungukwa na mafuta ni kitu kipo kabisa, mpaka mtu akaanza kupata shida za pressure, kukosa nguvu, kupata ganzi kwa sababu moyo haufanyi kazi. Hata jana nilikutana na ndugu yangu katika Adam, yani ni fundi wangu huyu, alinifundisha fani hizi za kitaalamu. Nikamkuta akanambia ana tatizo la moyo, si Muislamu, ni Mkristo. Ana tatizo la moyo kiasi ambacho miguu inakuja inakufa ganzi kabisa. Ni kwamba hana mapumziko katika kula chakula. Sasa sisi hapa, au hali ilivyo, moyo ukishazungukwa na mafuta ndo zinaanza shida hizo. Moyo mkubwa, moyo kutanuka, moyo na tundu, pressure ya kupanda, pressure ya kushuka. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoona yote haya akasema tufunge tupate uzima, kwa sababu pale unapokuwa umefunga saumu, pale unakuwa asubuhi hujala, unaanza kutumia ile reserve ile kuwepo kule, ile hakiba. Mwisho mafuta yananyonywa, yani ile akiba. Miezi 11 ulisindika chakula, mwezi mmoja tu unaanza kutumia ile akiba yako ile kuwepo store. Sasa ndio maana unakuta hata watu wenye vitambi, miili inaanza kurudi chini, vitambi vinaanza kurudi nyuma, unakuta inasaidia jambo kama hili. Kwa hiyo ni kweli kupitia saumu tunapona sana, tunapona. Hata wale watu wenye allergy nyingi za vyakula, mtu uso wake umeharibika kwa sababu ya vyakula, mwisho kabisa unamkuta anapata nafuu ikija mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tufungeni tupate uzima. Wale ambao si Waislamu husema tufanye diet, tupunguze kula, mchana usile, kula mara 2. Na hii kula kutwa mara 3, katuambia nani? Kutwa mara 3, hakuna kula kutwa mara 3. Sisi hatuli mpaka tuwe na njaa. Sawa, lakini sisi tushazoea mchana lazima nile. Ushakuwa na njaa, hiyo kula hovyo ndo hakutakiwi. Kwa hiyo watu wafunge wapate uzima. Inshallah khair, tumepata faida na hadithi hii. Jambo la pili nataka nielezee dawa 246. Nataka nigusie dhu'fu al-jinsia wal amradhu la qima. Nizungumzie kwa kifupi tu udhaifu wa tendo la ndoa kwa wanaume, na naweza nikagusia pengine kwa wanawake, kwa sababu wanawake nao wanahitaji. Ni jana mtu mmoja alinipigia simu akasema mke wake hajawahi kuhisi ladha ya tendo la ndoa. Hii ni shida kubwa sana. Tukija upande wa kina baba kuhusiana na issue ya tendo la ndoa, wanasema tatizo hili ni janga la dunia nzima, sio tatizo la nchi ya Tanzania peke yake. Maana Tanzania tatizo hili lipo, Waislamu tatizo hili wanalo, wasiokuwa Waislamu pia wanalo, viongozi wanalo, na hata wasiokuwa viongozi. Kwa hiyo tatizo hili Kenya lipo, Uganda lipo, Marekani lipo. Ni tatizo la dunia, sio tatizo la sehemu fulani peke yake. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, wanasema kwa tafiti zao, wanasema hivi sasa tatizo hili limechukua 70%. Ina maana watu wengi wana hii shida sana hii. Na kuna baadhi ya watu husingizia kwamba bwana ni hivi vyakula vya kisasa tunavyokula. Amesikubali. Sawa Anasema you have got an excuse. Umepata chanzo, kisingizio. Don't offer an excuse. Usitoe sababu kama huna uhakika.
Tatizo siku hizi mtu tayari kashakuwa naye ni daktari, anajua kujihukumia tu kwamba bwana vyakula makuku ya kisasa haya. Wanasema makuku ya kisasa. Mimi nilisafiri kama miezi, nilienda mkoa wa Tabora. Nilienda kufanya dawa kipindi cha nyuma, nikafikia hoteli moja nishaisahau jina lake. Hii ni hoteli ya kisasa, lakini nashangaa bwana, hawakuku wa kizungu. Yule shekhe nani Kipozewa anawaita kuku Tahira. Hawakuku wa kizungu hakuna. Yani hoteli nyingi za mikoani ni kuku wa kienyeji yake. Sawa, mikoani ndio wafugaji. Kwa hiyo hawa kuku wa kisasa hakuna. Nilishangaa hoteli kubwa lakini kuku wa kienyeji, kuku super. Hilo la kwanza. La pili, mimi ninazo dawa hizi za kina baba. Na hii ni bidhaa kubwa. So inahitajika na wengi. Usishangae wewe unaitwa darasa na wewe unahitaji dawa hii. Lakini mimi sihitaji. Sawa Katika watu wanaoagiza na watu wa mikoani ambao wanakula freshi sana. Watu wa mikoani kula chipsi ni aghlab. Mayai ya kizungu haya hakuna. Yani vijijini ugali kwenda mbele. Yani mtu wa kijijini ukimleta hapa ukaanza kumpa wali wako hakuelewi. Yani kuna watu bila ugali. Mimi nilikuwa zamani ilienda kundi kutoka Dar es Salaam khuruju fi sabilillah, kundi ya tablighi. Ilikuwa Singida huko, unajua tena kule viazi, kufuturu viazi tu mpaka vinatia kiungulia. Sasa siku hiyo kwenye ukisema dastikan lugha ya Kihindi, yani ile maida iftar, kitu kinatandikwa chini kwa ajili ya kupata riziki. Sasa watu wamekaa muda mrefu bila kutarazak. Basi pakaletwa mchuzi. Sasa watu wataka kufuturu, ule mchuzi unanukia mashallah. Basi kwa taratibu za chakula mtakiwa mfike kwa chakula kabla ya chakula. Kwa nyinyi ndio wahitaji wa chakula. Chakula hakuhitajini nyinyi. Kwa hiyo mfike. Ni makosa watu mnakiweka chakula hapo kwanza kingongwe na mainzi. Fikeni nyinyi afu kikiletwa mpate kuomba dua, Allahumma barik lana fima razaqtana wa anta khairur raziqin. Sasa watu walipofika wanaona michuzi. Sasa ile dua inazungumzwa kwa moyo, Allahumma barik lana fima razaqtana. Hiyo watu wapenda kula. Sasa ile michuzi kwa mbali vikawa vinaletwa vitu vyeupe, watu wakajua silesi hizi za mikate. Sema hapa simple hii, lakini ukipiga inashuka. Watu wa Dar es Salaam wapenda vitu. Kumbe magharibi hiyo amiri wa kundi kaeta ugali bwana, tena wadona muda wa kufutari. Nilisikia mmoja alisema inna lillahi, watu wote wa inna ilaihi rajiun. Watu baada ya kukifesi chakula kila mmoja kaangalia pembeni kanuna. Amiri ambia vipi? Inna lillahi ya nini hapa? Akaambia ni haram kabisa, imesemwa kufuturu ugali. Ramadhani nzima amiri we katili utaka kutufuturisha ugali. Haya haramu hiyo kaharamisha nani? Yule amiri akasema, nyie mnasema hivi na wakati wenzenu sahaba wamekula mpaka majani. Mmoja asema, shekhe mimi si sahaba, nipe hela zangu nipatiwe kundi jingine. Yani pale tu tafrani, kundi likaharibika. Na wakati mimi nilimpata mtu mmoja wa mkoani lakini asili yake Kongo. Kipindi nakaa Kiwalani, yani tunakuja siku hiyo tumepika futari tukamuudhi, hataki futari. Kila siku alikuwa anafuturu kwangu ugali tu, tena wadona. Wallahi lazima ugali tu. Kwa hiyo watu wa mkoani wanakula vitu freshi, lakini wanatuagizia sana hizi dawa hizi. Japokuwa mwanaume yeyote huwa haridhikagi hali yake. Lakini kuna wengine ni maradhi na mtu anasema mimi sijiwezi. Na haya maradhi tu, kwa siku hizi kuna social media. Inaonekana hata zamani yalikuwepo sana tu. Inaonekana yalikuwepo. Sasa leo nitaka tuelezane kwamba hili tatizo mpaka sasa limeshika kasi ya 70%. Ukiwapata wanaume 10, sisi hapa tuko 2, 4, 6, sawa. Hapa hatufiki 10, tuko 9. Ongeze mmoja tuwe 10, basi wanasema
Ukiwapata wanaume 10, wanaume 7 wote wagonjwa. Sijui tafiti ya sawa sawa hii. Lakini sisi hapa wote wazima. Sasa wote 7 wagonjwa, 3 ndo wazima. 3 ndo wazima katika sihatul jasadi zao, katika nguvu hizi za kina baba. Sasa hili tatizo linasababishwa na vitu kadhaa, tutavitaja, alafu pia kinga yake ni kitu kadhaa, alafu baadhi ya dawa kadhaa ambazo zinasaidia kweli. Insha Allahu taala tutazitaja, mambo yawe kwa ufupi tu insha Allah. Miongoni mwa alama za kwamba mtu anapata upungufu wa nguvu za kiume, kila kitu kina dalili. Macho ya kifa yana dalili yake, moyo ukianza kuwa na maumivu na dalili zake, ulcers. Lakini dalili za nguvu za kiume watu hawazijui, na ya rate wangezijua, wangejifunza, wangechukua tahadhari, wangechukua kinga kabla ya tiba, kwa sababu kinga kabla ya tiba ni bora zaidi. Dalili ya kwanza ya mtu ukosefu na mnyemelea wa nguvu za kiume, dalili ya kwanza kabisa ni mtu kufanya tendo la ndoa lakini hana hamu ya mahusiano, hana hamu ya aljimaa, mujamaa. Ile hamu ya kuseksi, lugha kali kidogo, hamu ya mapenzi hana. Kwa hiyo anaenda tu kama kumridhisha mwenziwe, pengine ana mke zaidi ya mmoja, akajishtukia kwamba pengine wakamsaliti, lakini hana tena mwingine mpaka akumbushwe, baba fulani vipi. Anasimama vizuri tu katika ibada yake hiyo, lakini ile kufurahika haipo hiyo habari. Hii ni alama mbaya ya kwanza ya mtu kuishiwa na afya yake hii. Lakini alama ya pili ni mtu kwenda kufanya tendo hilo, lakini akatumia muda mrefu bila kufika safari yake, au akashindwa kufika kabisa. Wako baadhi ya watu mpaka anasema akitoka hapo mwili wote unamuuma. Utafikiri sijui ametumia dawa gani zile za mtu kuchelewa, anafikiri kama katumia dawa kama hizo. Yani anakwenda muda mrefu lakini hapati spam, hapati kabisa. Hii pia ni katika alama mbaya ya mtu kuishiwa na nguvu za tendo hizi. Lakini alama mbaya zaidi, baki tunaanza mbaya mpaka mbaya zaidi. Alama mbaya zaidi ni mtu kwenda safari haraka sana, hajafika safari yake keshashuka kwenye gari tayari. Hii inaudhi na inakera, na haikuudhi wewe, hata yule inamuudhi. Kwa sababu yule usiposafiri naye kuna maumivu yatampata katika mgongo wake. Kuna maji ambayo kama hayajatolewa atakuwa ana shida baadaye katika mgongo wake. Hili nalo linakuwa ni tatizo. Kwa hiyo kwenda haraka sana, na wanasema miongoni mwa athari zake hata haya matendo ya kujichua. Wallahi vijana wanajichua sana. Jamanini, tusikilizane vizuri. Ili jambo la kujichua si zuri. Wataalamu wanasema kujichua ni hatua za ukuaji. Ni hatua za ukuaji, na ni kweli 99% ya watu hupitia hapo. Lakini tuulizeni sisi tunaosikiliza malalamiko ya wananchi, malalamiko ya raia, ya wafuasi, ya waja wa Allah. Watu wengi wanaofanya sana masturbation wamepoteza heshima kubwa ya nyumba. Kwanza maumbile yao yanakuwa madogo sana sababu ya masturbation. Lakini pili, viungo vyao husimama kwa ulegevu mbaya sana. Lakini jambo la tatu, huenda haraka. Jambo la nne, hawa utu uzimani hupata matatizo ya mkojo. Miongoni mwa matatizo ya mkojo kuziba, hii nayo ni adhabu, ni watu kufanya sana vitendo hivi. Hakuna njia ya mbadala isipokuwa ni sunna ya zawaji, sunna ya mitume. Lazima watu wawe na papara ya kuoa. Kuoa jambo la kheri, wala mtu asichekwe. Unakimbilia nini? Una maisha gani? Hayo ni mawazo ya kimaskini na ya kijahilia. Lakini mawazo ya Kiislamu, mtu aoe. Aya, mimi niulize swali, kuna umri wa kuoa au kuolewa? Umesoma hadithi wapi kwamba mtu asioe mpaka afikie miaka? Umepata wapi habari hizi? Bali habari ziko kama ifuatavyo: ya mashara shabab, enyi vijana, man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj, alokuwa na uwezo wa kuoa na aoe. Hili jambo la kuoa hili, alhamdulillah, mimi hivi sasa
nina umri takriban 35. Sawa kama sijakosea. Lakini kumbukumbu yangu nimeoa na miaka 21. Kwa hiyo ndoa yangu ina miaka 15 mpaka sasa hivi kwa umri huu. Yaani mimi nimeoa haraka kuliko mtume wa Allah. Lakini kwa nini nimeoa haraka? Na nimeoa maskini. Mimi mke wangu aliniambia mahari yake, kumbukumbu yangu ilikuwa kama 20,000. Hata hiyo 20 sikuwa nayo, nilitoa 10 tu. Ilikuwa kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyo, ukiyafanya mambo kwa kuhitaji nusra kwake, Allah ana haya, hawezi shindwa kukulisha wewe na mkeo. Hiyo haiwezekani. Lakini ukifanya mambo kwa ajili ya sifa, sunna yake ni kuumbuliwa nayo. Kwa hiyo nilisema insha Allah kujilinda na machafu. Sababu tumesoma dini, lakini kujilinda afya zetu dhidi ya masturbation, al-istimna bimubashara. Hakuna njia isipokuwa ni zawaji. Mtu hawezi kulinda utupu wake na machafu ila kwa kuoa tu. Basi tumetawakal. Na research ya Kiislamu inaonesha watu hufungukiwa mambo yao kwa tendo hili la kuoa. Litaskunu ilaiha, ili mpate sakan, utulivu wa maisha, utulivu wa akili. Na kuoa ni kheri. Na kuoa ni kheri. Mwanamke ana baraka. Ukisikia mtu akisema akizaliwa mtoto wa kike ana baraka, unajua maana yake nini? Sababu mwanamke anaingiza mwanaume peponi mara hizi. Mara ya kwanza, aljannatu tahta aqdamil ummahati. Pepo ipo chini ya miguu ya wanawake, kina mama. Kwa hiyo wewe mwanaume ukimtui vizuri mama yako utaenda peponi. Lakini jambo la pili, atakaelea mabinti wawili akamcha Allah, wakaolewa wasichana na tabia nzuri, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, basi Allah atamuingiza peponi kwa kulea mabinti wawili. Angalia fursa ya mwanamke. Lakini jambo la tatu, man tazawwaja, anayeoa, faqad hafadha shatra dinihi falyattaqillaha fi shatra al-akhar. Kabla hajaoa alikuwa na nusu dini. Kwa hiyo kuongeza mke amepata ukamilifu wa dini. Hapa napo mtu anapata thamani kubwa. Iko hadithi japo dhaifu, lakini katika fadhila wacha tuitaje, inasema rak'atayn min mutazawwijin khairun min 70 rak'atin min azbin. Raka 2 za alooa zina thamani kuliko raka 70 za msela, za bachelor, za single. Sawa Kwa hiyo miongoni mwa kuhifadhi afya ni kuoa kwa haraka. Hakuna njia nyingine. Wengine ni uongo tu. Lakini watu waingie kwenye ibada ya zawaji. Mambo mengine Mwenyezi Mungu atajalia mwenyewe. Sawa ni sunna ya uhai hii. Tayeb. Kwa hiyo jambo la tatu, athari mbaya ni kumaliza haraka mtu katika tendo, hamridhishi mwenza. Jambo la 4, athari mbaya ni mtu yale maumbile yake kusimama katika hali ya ulegevu. Hii yote ni katika ishara mbaya. Kwa hiyo kutokamana na uhalisia huu, hizi dalili ni nyingi, tena si kidogo, ni nyingi sana. Lakini wacha tukomee hapo kwa sababu niliunganisha na kipande cha saumu. Tukomee hapo ili kusudi maudhui hii isiwe ndefu ikawa ni yenye kuwachosha watu. Nitoe tu tahadhari, alafu nitoe na dawa yake. Miongoni mwa tahadhari, ili usipatwe na tatizo hili, jitahidi 9 saati au 7 saati. Ulale masaa 9 au ulale masaa 7. Mtu ambaye analala muda mwingi anajitunza nguvu za kiume. Mtu ambaye anamisi usingizi anaingia hatarini. Usingizi ni tiba, usingizi ni afya kwa mtoto hata kwa mtu mzima. Kuna watu hawajali usingizi, kazi wameweka mbele zaidi, lakini afya ni rasilimali. Kwa hiyo jichunge sana afya yako kabla hujaanza kupata maradhi. Jambo la pili,
jitahidini sana kunywa maji. Angalia Ummu Ismail Hajara alayha salam pamoja na Sena Ismail, wallahi baada ya kupata mtihani wa njaa, Mwenyezi Mungu aliwaletea maji ya Zamzam. Kwa hiyo pia mtu itakiwa anywe maji kwa wingi, hasa hichi kipindi ambacho tunafunga, watu wanywe maji. Mtu ambaye daku anakunywa maji mengi mchana anapitisha akiwa na siha na afya. Kwa hiyo pia maji kwa wingi unywe, afya yako itaimarika. Lakini jambo la tatu, jitahidi sana kula vyakula freshi. Kula vyakula freshi. Epuka vyakula vya halawa, vya tamtamu mwanaume, vya sukari kupitiliza. Hivi vinapoteza pawa yako ya nguvu ya kiume. Lakini pia punguza kasi ya kula vyakula vya mafuta na vya chemical, pia vinakupotezea. Lakini pia jitahidi kusali na kutoa sadaka, kujikinga na jini mahaba. So jini mahaba pia naye anafelisha istiidadi ya mtu kumtosheleza mke wake. Kumbuka hii ni ibada, lakini pia ni starehe yako na ni haja na ni hoja. Usipomtosheleza mwenzio, pengine ukaja kuulizwa juu ya hili kama atakwenda mrama. Lakini pia miongoni mwa taathira, jitibu sana tatizo la ulcers, vidonda vya tumbo, diabetes, tatizo la akili, la sukari pamoja na moyo. Hivi vitu hivi pia vinavuruga sana sukari, moyo pamoja na ulcers, vinapunguza sana nguvu za kiume. Jitahidi ili tatizo, na yote hayo wallahi alhamdu ukijitibia yanaondoka. Jitahidi na epuka vitu vinavyoleta ulcers, epuka vitu vinavyoleta diabetes, epuka vitu vinavyoleta BP, matatizo ya moyo, jiepushe navyo. Maana asafi shadidi, vijana wadogo unakuta wana matatizo ya nguvu za kiume. Japokuwa kitaalamu wanasema hili tatizo athari zake linaanzia miaka 37 mpaka miaka 41 mtu anaanza kupata matatizo haya. Lakini kuna watu wamejiweka vizuri, wamejiweka kisunna, unamkuta mtu anaelekea miaka 90 lakini bado huyu azaa. Nakumbuka mimi nilimpata mtoto wangu, sijui ni mtoto wangapi nishasahau, mchanga. Hivi sasa nafikiri ana miaka kama 2. Siku alozaliwa ninaye kipenzi changu, rafiki yangu mtu mzima, ana miaka 100 na kitu, ni muadhin. Siku anazaliwa mtoto wangu naye kapata mtoto wa kike. Namwambia, "Shekhe, nimepata mtoto." Anambia, "Hata mimi nimepata." Ni babu akisimama mpaka miguu inatetemeka hivi, kasa asalala la haula wala quwwata. Lakini babu karekebisha, anambia tena anazaa hapa. Na kipindi hicho ana watoto 24. Mzee mmoja mashallah Kizanzibari. Bado anazaa maalim. Ng'ombe hazeki maini, kasema subhanallah. Si mchezo. Si mchezo. Watu wengine ndio kama hivyo. Afya ni kitu muhimu sana. Natamani niendelee kuvitaja vitu, lakini basi naanza kuchoka. Unajua miezi ya swaumu. Nikupe vyakula fresh, ukivila hivi inshallah itakusaidia sana kuwa mahiri katika tendo. Chakula cha mwanzo, jitahidi kula matunda ya komamanga. Komamanga linaongeza pia power kwa wanaume. Lakini jitahidi sana kula tunda watermelon, batihun, tikiti maji, hasa zile mbegu zake, linaongeza mambo hayo. Jitahidi kula samaki huyu aina ya pweza, ile supu yake pia inasaidia kuongeza kwa kiasi kikubwa sana. Jitahidi kutumia vitu kama hivi. Lakini mbegu za maboga hizi nazo pia zinasaidia. Lakini tunda la avocado, parachichi pamoja na asali, hivi ni vitu vinasaidia kwa kiasi kikubwa sana, na vingine mfano wa hivyo. Ama leo inshallah khairi, tuna dawa nyingi lakini zimegawanyika sehemu tatu. Kuna dawa kwa ajili ya nguvu, na kuna dawa kwa ajili ya uzazi, na kuna dawa kwa ajili ya maumbile pamoja na kuchelewa. Hivi dawa ya maumbile hali yumkin, inawezekana kweli? Haya, wacha tutajua hapo mbeleni. Kwanza tuanze na dawa ya power of men, powerful jinsia. Dawa hii ilianza kuchanganywa vitu 9, baadaye vikawa 11, hivi sasa ni vitu 13, na vitu vyote ni vitu hatari. Sijui kama nitakumbuka vyote. Ala rasihim haba sauda. Cha kwanza ni haba soda, ambao haba soda Kiswahili ukisunna inatibu maradhi yote kasoro uzee na umauti. Haba soda inaondosha upara,
Habas soda inaongeza nini hii CD4 kiasi ambazo zikiwa juu mtu anakuwa na nguvu, pia anakuwa mzuri katika tendo. Habas soda ikichanganywa na asali, pia mtu mwenye maradhi haya ya kisasa ananufaika sana, angalau kuongeza siku zake. Kitu cha pili, kuna asali ndani yake. Asali ni mjumuisho wa miti hata zaidi ya milioni duniani. Asali inatibu ugumba, asali inatibu kiungulia, asali inasaidia uzazi, lakini asali inaongeza damu, inaopandikiza pahala hakuna nyama ikaleta nyama. Asali ni shifa, ndani yake iko. Asali imetajwa ndani ya Al-Qur'an Al-Karim. Lakini ndani yake kuna vitu kama khulinjani ambavyo vinatibu chesti. Kuna kama karafuu, ambayo karafuu hii inahifadhi kiwango cha joto mwilini. Ina iliki, ina zanjabil, ambao zanjabil inaongeza vitamini B complex kusababisha mishipa takriban 180 kufanya kazi kwa wakati mmoja. Ina vichanganyio vingi, tutachelewa sana. Hii hapa, hii kazi yake ni kuongeza maji ya uzazi wa mwanaume, lakini pia pamoja na kuimarisha misuli yake na kumtia hamu mtu katika tendo. Hii ni tiba mpaka ya prostate, ngirimaji ile, busha lile. Kuna mtoto mchanga, siku hizi watoto wanazaliwa na prostate. Na mtoto alizaliwa, watoto wanazaliwa na hemorrhoid. Shai kumuona mtoto maskini amezaliwa na hemorrhoid. Hemorrhoid ni ile mgoro umerefuka kama mita 1 hivi. Yaani inasisimua utumbo wote uko nje. Unasisimuka na unaona huruma. Naona huruma kwa sababu ni mtoto mdogo. Ni kumomba sana Allah. Watoto wakiugua inatia huruma sana. Lakini kuna watoto wanazaliwa na ile prostate. Unakuta mtoto mchanga lakini ana ngiri, analia. Kwa hiyo hizi mbegu zake mara zikapanda zote zikapotea. Hii hapa mara nyingi nawapatia watoto. Siku moja nampatia dada mmoja, anambia mwanangu zimepanda zote, tumbo linamguruma, analia na kile kiume chake kinapotea. Nikamwambia mpe hii. Baadaye akarudisha, mbona imeandikwa nguvu za kiume? Nikamwambia imeandikwa tu, lakini ingeorodhesha yote haitoshi, mpe hii. Basi akapata nafuu sana. Na hii mimi nilikuwa sijui kama inadili na prostate, nilikuwa sijui wala sijafanya tafiti hiyo. Isipokuwa kuna mtu mmoja akawa anakuja kuchukua, kisha tumia mara kwanza anatumia tena. Alipokuja ya tatu nikamuuliza, "Mbona unatumia sana? Kwani unatibu nini?" Baki mimi najua hiyo anachukua kwa ajili ya watu ndani ya familia. Yule mzee asema nilikuwa na matatizo mawili, alhamdulillah yameondoka. Tatizo la mwanzo anasema siku ya kwanza nakuja nilikuwa nina mpira, mimi nina tatizo la mkojo kuziba. Nilipotumia hii kaacha kabisa, ndo nikaongeza. La pili prostate, ile ngirimaji. Kwa hiyo kila wanaochukua hii si unaona watu wanapenda dhofu kama nini? Au wengine ni ngirimaji tu lakini hawana mpango hata. Umeona? Lakini kuna watu vitu kama hivi watu hununua kwa siri, patie dawa. Utamsikia mwingine anasema toa hiyo cover hiyo. Hii cover itoe. Sasa wasipate tabu inshallah. Nitamwambia mtu wa printer aongezee maneno, jamani hii ngirimaji pia. Maana sio kila mtu akinunua tu anatizamwa macho. Mzee wa dhofu. Maana hata katika hizi media kuna mmoja alikuwa anamtania mwenzia anamuita dhofu jinsia. Epata jina hii dhofu jinsia. Haya inshallah. Kwa hiyo hii inasaidia mambo hayo yote, uzazi, prostate, hayo mambo ya hisia ndo kabisa. Lakini hii ni chakula pia. Hii sticker nimeitoa, nimeongezea baadhi ya vitu vichache, nikaiweka dawa inaitwa Afiyatul Abedani kwa sababu ya wale wasiokuwa na nguvu mwilini. Kwa hiyo anatumia wanawake, so inaongeza maziwa na imewekewa ndani yake na maziwa ya ngamia ambayo yanazuia vitu ile salasul bauli, kichocho mkojo au mtu kukosa break ya mkojo. Inasaidia. Sifa ni nyingi, situcheleweshe dawa hii. Kwa hiyo dawa ya kwanza hii hapa ya kula tu, kulamba 3 times per day 1 spoon inakuwa. Alafu dawa nyingine ya nguvu na uzazi lakini ni ya poda, hii hapa inaitwa Maulida. Hii anatumia mwanamke na mwanaume, nayo ni nguvu vile vile. Hasa mtu matatizo yakizidi basi achukue zote. Lakini kuna dawa nyingine na ile Sheikh Haidari akaitolea ushahidi, hii dawa hii ni nzuri, inaitwa Mathna wa Thulatha wa Ruba, nayo ni nguvu tu. Mara nyingine mwingine hii kamkubali au akakubalika hii, lakini mimi nasema mtu ambaye ana shida, maana shida hii inalaza watu macho, tumia zote hizi. Alafu mtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawa nyingine hii inaieleza kwa uwepesi tu, itaeleweka. Hao watu walofanya masturbation, kofia zao zimechoka,
Kwa hiyo watumie mafuta haya yanaitwa inzal. Haya sifa kubwa ni kuchelewa tu, kwa sababu kitaratibu inatakiwa ukisafiri na gari lako, yani yule ahli yako ashuke kituoni mara 3 au mara 5, wewe bado hujashuka. Hivyo ndio inavyotakiwa. Yani wanaume wako wa aina mbili. Kuna baadhi ya wababa akienda kituo chake anashuka afu anaendelea tena na safari, anashuka mara 3. Kuna baadhi ya watu wako hivyo, hilo si tatizo. Lakini kuna mwingine anasafiri lakini anakawia sana safari yake, lakini haendi tena, pia asitishike. Hiyo yote ni sawa. Kwa kuna mwingine anachelewa kufika, lakini ile kuchelewa kufika huyu keshafika kituoni. Na mwingine anaenda anashuka afu anaendelea tena na uwezo huo, na huyu naye anashuka. Kwa hiyo hawana tatizo, ni maumbile tu, ni khulqia tu. Tatizo ni huyu kukujogoo mwenzangu huyu. Kukujogoo mwenzangu, maana jogoo akipita pale washamaliza. Ndio washamaliza. Basi kuna watu wengine wana athari hiyo, hata hajatoa nguo zake unakuta kisha safiri, na hili linawaudhi sana wakina mama, mara nyingine mpaka anakusukumia huko. Kwa hiyo pia wao wanatumia mafuta haya. Sasa mtu huuliza, shekhe, hii ni kwa muda tu au si kwa muda? Ni tiba kabisa hii. Sheikhani, mashekhe wawili nikiwastiri kusoni, wanachuoni wakubwa sana, Mungu awalipe. Nafikiri mmoja sasa hivi yuko Pakistani. Basi hii dawa mimi kabla sijaijua, alikuja kunituma pahala kaniletee hii dawa ile nitibia, na baadaye yule shekhe akanitunuku tu, hata sijaanza madawa mimi nilikuwa na tatizo hivi, imenifaa sana ile dawa. Basi wakati naanza kuingia kwenye shughuli za dawa hii, mwenyewe nilitafuta kwa sifa za yule shekhe, na imewasaidia watu kadhaa wa kadhaa. Sifa zake dawa hii inaendana na hii pia. Hii ni ya mafuta ya mgando na hii ni ya kupaka. Zote una uwezo wa kutumia vizuri. Ya mwisho ambayo ni gumzo ni hii hapa. Hii hapa ni dawa inaitwa Tawilu. Hii Tawilu ni kwa ajili ya urefu wa habari hizi. Hizi habari zikiwa fupi pia ni shida. Sasa zinarefukaje? Hizi bwana zinawarefusha watu 4 tu. Yani katika kundi hilo kama haumo, basi wewe nenda zako. Kwanza mtu akishakuwa mtu mzima automatically lazima hali hiyo ya usawa awe nayo. Isipokuwa watu wanakuwa na maumbile madogo kwa sababu ya mambo 4. Jambo la mwanzo, mtu akikaa kimya kirefu sakatan tawila bila kufanya tendo hili, akakaa miaka pengine anasoma, automatically maumbile yake yanakuwa madogo, mtu ambaye hajashiriki tendo kwa muda mrefu. Kwa hiyo anaweza akatumia mafuta haya yaliyochanganywa vitu karibia 20, itamsaidia sana. Kwa sababu asilia yake huyu si hana tatizo hili, ni ile kumisi hilo jambo hili. Na anaweza akafanya tu hilo jambo, Mwenyezi Mungu akamjalia ikakunjuka au akasaidia na kitu kama hiki. Kwa hiyo hii ni dharura muhimu kwake. Lakini mtu wa pili ni mtu ambaye anaishi nyanda za baridi na anaoga maji baridi. Ile pia inakuwa sababu kwake. Hii inaweza ikawa sababu maumbile yakapotea kwa ubaridi ule. Kwa hiyo pahala ambapo kuna baridi hakuna sababu ya kuoga maji baridi. Kama ilivyokuwa inakatazwa kunywa maji baridi, hayafai kwa afya ile baridi sana, basi pia kuoga maji. Usijione tu kwamba mimi ni hodari. Nakumbuka sisi tulienda kwetu Tanga huko, mpaka tulikuwa na vijana wengi, mpaka tukawa tunakemea, jamani watu hawaswali alfajiri sababu ya ile baridi. Lakini kuna mwanaume mmoja katika jamati yetu ile, yeye alikuwa anaoga. Lakini mwalimu alikuwa akiniita muamu, mimi shaoga bwana maji ya baridi. Kule ni kwetu na mimi hayo baridi na yaogopa, maki kama ametoka kwa fridge, lakini yeye aoga. Hata kama mtu ni hodari haipendezi. Kiafya si sawa sawa. Ile jambo la pili, kuoga maji baridi. Kwa mtu ambaye yuko, ndio maana mikoani hizi wanazitaka sana. Mtu wa tatu kajitakia mwenyewe, ni mtu anayejichua. Mtu anayejichua, na kuna unajua hii kujichua kama laana fulani hivi. Kwanza mtu akijichua huwa kuacha hawezi, illa ma rahima rabbi, tokee rehema ya Mungu tu. Mtu anayejichua analala mchana ndani, lazima huo udhaifu umtokee. Unamkuta mtu hata kwa siku mara 6 anarudia. Yani mtu anayejichua, ndio maana nasema kama laana fulani. Si unaona hapa tumekaa, tunaweza tukawa tunaongea ya mazungumzo, kulitaja hili tu tumemkumbusha anaenda. Yani unakuwa mtumwa wa ile habari ile. Na watu wengi mimi nishakutana na wao, shekhe mimi nitafanyaje ili niache hili jambo?
ni kuoa tu ndio kuacha kwenyewe. Maana ukiliendekeza wallahi unaoa na uachi. Yuko mtu mmoja ashaoa mke lakini hawezi kuridhika mpaka amalizie na jambo lile. Hii ni hatari, na huyu alikuwa ni mzungu. Sasa afya ishaathirika. Kwa hiyo mtu pia anayejichua chua maumbile yake yale husinyaa, huingia ndani, kwanza pia anayapeleka ndani kwa kutumia nguvu nyingi. Basi maana unakuta mtu anafanya uchafu huo, mikono inachoka, lakini kiungo cha uzazi maskini hakisikii kwa sababu akili yake imefyatuka. Atumie hii, itamsaidia sana. Inshallah itamsaidia. Na hata hii moja haijamaliza, arudie tena. Lakini mtu anasema Sheikh, nimetumia imeanza kukaa sawa lakini bado, ongeza tena, kwa sababu wewe miaka 30 yote unafanya vitu hivyo, unategemea wiki mbili, unategemea siku mbili ndio tayari ushakaa sawa? Takiwa matibabu ya ziada. Mtu wa mwisho ni mtu mwenye maradhi hayo ya ngiri maji. Ngiri maji pia inapoteza maumbile pamoja na jini mahaba. Vitu vitano wastani. Inshallah tukomee hapo. Nafikiri namba zinapita hapo. Hizo namba utapiga popote ulipo, utaletewa bidhaa hizi. Lakini pia si aibu. Ukiwa na maradhi jishughulikie. Na nasaha fupi, naomba nsiongeze nasaha fupi. Wale watu ambao wanajijua ni wadhaifu alafu wanasema ngoja tu nioe itakuwaje, wanafanya dhulma. Sawa, wanachezea umri wa mabinti za watu. Mabinti wanaonekana wameachwa sana. Kama we hauko sawa, jiweke kwanza sawa. Ndoa inahitajika maandalizi, na ndoa ni ibada. Hususan sisi Waislamu tumewekewa kitu kinachoitwa talaka, lakini huwa hatuamini kuhusiana na talaka, wala hatuoani kwamba talaka ituke. Kwa hiyo watu waweke vizuri afya zao, wasilete shida kabisa. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.